Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Misri kimkakati maeneo 12. Rais Samia El-Sisi wakubaliana kuongeza biashara uwekezaji. Misri ahidi kujenga hospitali kubwa ya kisasa, habari katika ukurasa wa 3. SGR yaleta mageuzi ya usafirishaji mizigo. Ujenzi kipande cha pili wafikia 98.6%, habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi, Zanzibar itakuwa kitovu cha teknolojia ubunifu, habari katika ukurasa wa 7. Sheikh Walid atoa kauli yake ya kwanza tangu kuondolewa, habari katika ukurasa wa 7. Kanuni mpya usajili wa mitandao ya kijamii hadharani, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kijana atuhumiwa kumuua baba mdogo wake, awafukia vyumbani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika watoto 3 wafa kwa kuzama bwawani Zanzibar, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na mgeni wake Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alipowasili katika viwanja vya Ikulu Dar es Salaam kwa ziara ya kitaifa jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni jinsi ya kufikisha taarifa za kushtua. Wataalamu wa afya saikolojia wabainisha madhara ya kuwasilisha kwa mtu ujumbe mbaya wa kushtua bila maandalizi, wabainisha njia sahihi ya kufikisha bila madhara, huku mitandao ya kijamii ikiongeza balaa zaidi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, ndugu ikisema mtu anaweza kupata mshtuko, kupoteza fahamu, kuanguka au kupata athari kwenye moyo. Wengine hupata shinikizo la damu la ghafla au hata kujikojolea kutokana na mshtuko mkubwa. Hii ni nukuu ya Dr. Fabian Maricha. Tanzania Misri kuanzisha kituo cha usafirishaji, habari katika ukurasa wa 2. Mirungi yatafunwa hadharani kwenye baa Dar es Salaam, wakati hatua mbalimbali zikiendelea kuchukuliwa kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Aina ya mirungi imebainika kuwa dawa hizo kwa sasa zinatumika hadharani. Kwenye undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19. Kumtelekeza mgonjwa wa akili kosa kisheria, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika BAKWATA yavunja ukimya sakata la wafuasi wa Sheikh Walid, habari katika ukurasa wa 5. Mbaroni kwa kuwaua baba mdogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake 2. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni fursa mpya. Rais Samia atoboa siri nafasi ya Misri katika uwekezaji nchini, wasomi wachambua faida, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Misri ni ya 4 kati ya mataifa 10 yenye uwekezaji mkubwa zaidi nchini Tanzania, ikiwa na miradi 61 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.5 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 za Tanzania, jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa taifa hilo kushirikiana na Tanzania. Simulizi kijana aliyeua baba na baba mdogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Niliona ndugu zangu wakitolewa mmoja baada ya mwingine, walikuwa wamekufa kwa kamba na plastiki, huku miili ikiwa imeloa damu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mwongozo mpya wa magereza kusaidia wafungwa kujiajiri, habari katika ukurasa wa 5. Tovuti ya Rais Ruto yadukuliwa, wataka milioni 838 kuiachia, habari katika ukurasa wa 17.
Kisa jamaa aliyeoa mke mumewe akiwa gerezani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Siku ya Nelson Mandela, urithi funzo aliyoiacha kwa dunia leo, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mzalendo lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Tanzania Misri mwendo wa kukuza uchumi teknolojia. Marais Samia Al-Sisi wakutana Dar kudumisha uhusiano ulioanzishwa na Mwalimu Nyerere na SAL. Mikataba miwili ya kimkakati yasainiwa imeonyesha hati ukuzaji wa teknolojia kati ya nchi mbili, habari katika ukurasa wa pili. Majirani wasimulia maisha ya miaka 22 bila bibi nyao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Afya, asilimia kubwa ya wanaume wagumba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Heche chomoki tuhuma za ufisadi, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi atua kituo cha utafiti teknolojia India, habari katika ukurasa wa 2. Polisi walivyomdaka mtuhumiwa wa mauaji ya baba mdogo, habari katika ukurasa wa 4. Maajabu taka za ugali maharage kuzalisha gesi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenyewe limeandikwa Dr. Mwinyi atembelea kituo cha teknolojia India, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na ujumbe wake akipata maelekezo kutoka kwa mtaalamu wakati alipofanya ziara ya kutembelea kituo cha utafiti na ubunifu cha taasisi ya teknolojia ya India kilichopo Chennai. RC akemea utoaji vibali holela vya ujenzi mijini, habari katika ukurasa wa 2. Serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya wajasiriamali Hemedi, habari katika ukurasa wa 2. City awahimiza wajasiriamali kuchangamkia mikopo, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Tanzania Misri za kubaliana mashirikiano ya kimkakati, habari katika ukurasa wa 2. Balozi Nyamanga aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa 21 baraza la mawaziri OACPS, habari katika ukurasa wa 6. China yasema haijaingilia uchaguzi wa Marekani, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Gazeti Mwanaspoti limeandika Last Dance ni fainali ya kombe la dunia Hispania dhidi ya Argentina leo saa 4 kamili usiku. Hispania, kikosi hicho kikiwa na kizazi kipya, kinaingia uwanjani kucheza fainali dhidi ya bingwa mtetezi kwa mara ya kwanza baada ya miaka 15 kupita. Argentina mechi zake zote hatua ya mtoano haijawahi kuingia dakika 90 ikiwa mbele kwenye matokeo. Badala yake mabingwa hao watetezi wa dunia wamechukua undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Refa Slavko Vinces, vinara wa mabao kwa timu Lionel Messi wa Argentina na mabao 8, assist 4. Mikel Oyarzabal wa Hispania na mabao 5, assist 1. Matatu usajili wa kiungo Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bondia mkongomani achomwa moto South, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika nyota Simba apewa masharti. Tutatumia hii michuano ya kombe la Kagame ili kuangalia fitness zao kabla ya kufanya uamuzi huo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. LeBron kubadili ratiba NBA, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili likiandika Kagame Cup Julai 25, Simba dhidi ya Mogadishu saa 12 jioni Kigali. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Mikononi mwangu na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika nyota Yanga kuripoti kesho Hispania Argentina finali ya mabingwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ujenzi uwanja wa Fumba wafikia hatua nzuri, habari katika kurasa za ndani. Trump naye amponda Tuchel, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Balozi Omar kuzeni vipaji vyenye maadili, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo wameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo lenye limeandika Yanga Simba ni vikumbu Afrika Magharibi, habari katika kurasa za ndani. FIFA World Cup finali muda ni saa 4 usiku, Hispania dhidi ya Argentina. Argentina Hispania hapo ni mtu, habari katika ukurasa wa 19. Diamond Platinum atoa msaada, habari katika ukurasa wa 19. Kocha polisi Tanzania anza kuchonga, habari katika ukurasa wa 19. Erling Haaland na ufalme wa Norway, habari katika ukurasa wa 11.
Rais Trump amtaja Tuchel, habari katika ukurasa wa 18. Messi na maajabu ya mtoto Lamine Yamal, habari katika ukurasa wa 18. TSA yatoa somo mchezo wa kuogelea, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.